Bwana Yesu asifiwe. Karibu tena katika channel hii ya CLW Mission. Na leo tunakwenda kujifunza somo ambalo linatukumbusha kuhusu jambo muhimu ambalo ni la msingi sana katika maisha yetu na linatupasa kufahamu. Ujumbe wa leo unakwenda kwa jina la Yesu anarudi. Jiweke tayari muda wote. Yesu anarudi, jiweke tayari muda wote. Habari hizi za kurudi kwa Yesu mpaka kufika siku hizi za leo zinaonekana kana kwamba ni jambo la kufikirika, au ni kama ni hadithi fulani ambayo ni ya kufikirika tu. Na hii ni kutokana ya kwamba watu wamekuwa wakizisikia habari hizi kila kukicha. Maneno ya watu tofauti tofauti wakizungumzia habari hizi yamekuwa yakitamkwa. Kwa hiyo watu wamechukulia kama mazoea, wanalala wanaamka na hadithi hizo wanazisikia, au story hizo wanazisikia, na hawaoni kitu chochote kikitokea. Kwa hiyo imekuwa ni maisha tu ya kawaida, wanasikia habari, lakini kwa kuwa hakuna matokeo yoyote ambayo yametokea kwa sasa, basi zinaonekana kana kwamba ni hadithi za kufikirika, au ni mambo fulani ambayo ni ya kutungwa, ambayo hayana uhalisia wowote. Lakini leo somo hili linakwenda kujikumbusha au kukumbushwa tena kwamba mambo haya si hadithi wala si jambo la kufikirika, ila ni uhalisia ya kwamba Yesu anarudi. Ukisoma Biblia katika kitabu kile cha Mathayo sura ya 24 mstari wa 37 mpaka wa 43, Biblia inasema, kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Kwa kuwa kama vile siku zile zilizokuwa kabla ya gharika, watu walikuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa, hata siku ile aliyoingia Nuhu katika safina, wasitambue hata gharika ikaja ikawachukua wote, ndivyo kutakavyokuwako kuja kwake Mwana wa Adamu. Wakati ule watu wawili watakuwako kondeni, mmoja atwaliwa, mmoja aachwa. Wanawake wawili watakuwa wakisaga, mmoja atwaliwa, mmoja aachwa. Kesheni basi, kwa maana hamjui ni siku ipi atakayokuja Bwana wenu. Lakini fahamuni neno hili, kama mwenye nyumba angalijua ile zamu mwivi atakayokuja, angalikesha, wala asingaliacha nyumba yake kuvunjwa. Kwa sababu hiyo, ninyi nanyi jiwekeni tayari, kwa kuwa katika saa msiyodhani Mwana wa Adamu yuaja. Haya ni maneno katika kitabu cha Mathayo sura ile ya 24 mstari wa 37 na mpaka wa 43. Mstari wa mwisho anasema, kwa sababu hiyo nanyi jiwekeni tayari, kwa kuwa katika saa msiyodhania Mwana wa Adamu yuaja. Saa ambayo haidhaniwi ndio saa iliyopo sasa, ambayo habari hizi za kurudi kwa Yesu Kristo zimechukuliwa katika mazoea. Kwa sababu tumezoea kuzisikia kila siku, basi tunaona kana kwamba ni hadithi tu za kufikirika, au ni jambo ambalo limeandikwa lakini halina uhalisia wowote. Kwa hiyo tunaishi katika maisha ya kawaida, tumeshajizoelea, tunaishi tunavyotaka sisi. Ndio saa ambayo hatudhani na Bwana Yesu anaweza kurudi. Yesu alifanyika mwili akakaa kwetu, alizaliwa kama mwanadamu na alikuwa ni Mungu. Mungu 100% na mwanadamu 100%. Na alikuja duniani, alizaliwa kama mwanadamu ili aje afe azichukue dhambi zetu sisi na kutukomboa na dhambi. Yesu akafa msalabani na siku ya tatu akafufuka. Lakini kabla ya kupaa kwake kwenda mbinguni, alisema ya kwamba atarudi. Na kurudi kwake kutakuwa kwa namna gani? Kurudi kwake kutakuwa kusiko tarajiwa. Kwenye kitabu hiki cha Mathayo anasema kama vile mwivi ajapo katika nyumba. Mwenye nyumba angalijua basi angejiandaa, lakini kwa kuwa hafahamu mwivi anakuja muda gani, basi yupo tu, wala hakuna labda ulinzi wowote ambao ameuweka, au jambo lolote ambalo analichukua kwa muda huo ili kumzuia mwivi asije kutekeleza jambo lake. Ni kwa sababu hajui. Ndivyo kuja kwake Bwana Yesu Kristo.
Sasa kwa kuwa watu wengi wamekuwa wamesikia habari hizi kwa muda mwingi na hawaoni matokeo yanayotokea, basi wamekuwa wakiishi maisha yao kama kawaida na wakipuuza kuhusu habari hizi za kurudi kwake Bwana Yesu Kristo. Lakini Biblia inatukumbusha kwamba kesheni basi, kwa maana hamjui ni siku ipi atakayokuja Bwana wenu. Yesu anarudi, na dalili nyingi ambazo zimezungumzwa katika Biblia zimeonekana kama viashiria vinavyoonyesha kwamba Yesu kweli anarudi na yupo malangoni kurudi. Ukisoma Biblia katika kile kitabu cha Mathayo sura ile 24 mstari wa 5 hadi wa 12, ukisoma kuna mambo mengi ambayo yamezungumzwa ambayo tunayaona hivi sasa yakitokea, ambayo yametajwa kama dalili za kurudi kwake Yesu Kristo. Lakini watu wengi pia mambo haya tumekuwa tukiyachukulia kawaida, kwa sababu tunayaona yanatokea na bado jambo lile kuhusu kurudi kwa Yesu hatujaliona likitokea. Kwa hiyo tunaendelea na maisha kama kawaida, lakini saa tusiyodhania mwana wa Adamu anaweza kurudi, sababu yale yaliyozungumzwa ndiyo yanayotimia sasa. Ukisoma hiyo Mathayo sura ile 24 mstari wa 5 hadi wa 12, Biblia inasema, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao watawadanganya wengi. Jambo hili tunaliona siku hizi za leo. Wengi wanakuja kwa jina la Yesu, wanajiita Yesu, na Biblia inasema wazi watawadanganya watu wengi. Watu hawa wanakuja, wanakuwa na wafuasi wengi, wanawadanganya watu wengi kama Biblia inavyosema. Kiendelea mbele mstari wa 6 asema, nanyi mtasikia habari za vita na matetesi ya vita. Angalieni msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado. Kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme. Kutakuwa na njaa na matetemeko ya nchi mahali mahali. Haya yote ndiyo mwanzo wa utungu. Wakati huo watawasaliti ninyi mpate dhiki, nao watawaua, nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Hao watu watakaochukiwa na kusalitiwa kwa ajili ya jina la Yesu ni wale watu ambao wanahubiri habari njema za Yesu Kristo, wanaishika kweli. Watu hao Biblia inasema watakuwa wakichukiwa kwa sababu wanasema kweli. Hata siku hizi za leo, mtu ambaye anashika haki, mtu ambaye anazungumza kweli ndio anayemchukia. Ni dalili ambayo imezungumzwa kwenye Biblia. Lakini tunaona siku hizi za leo mambo haya yapo. Mtu ambaye ameamua kumfuata Kristo na kumshika Kristo, Yesu Kristo, basi anaonekana ni kama mshamba, ni kama mtu wa kudharauliwa kwa namna ambavyo anaishi. Na kwa kuwa anataka haki, na kwa kuwa anataka kuishi kwa upendo, hataki chuki, hataki magomvi, basi anachukiwa. Basi anaona ni kama mtu mshamba fulani hivi. Na hili jambo limezungumzwa kwenye Biblia. Wengi watawachukia na mtapata dhiki, na watawaua ninyi, nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Biblia inasema. Ukiendelea mstari wa 10 nasema, ndipo wengi watakapojikwaa, nao watasalitiana na kuchukiana, na manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya wengi. Na kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi utapoa. Haya yote tunayaona siku za leo. Upendo wa watu wengi kweli umepoa kwa sababu ya kuongezeka kwa maasi. Hakuna upendo tena. Mauaji ni kama kitu cha kawaida siku hizi. Yaani haipiti siku kwenye taarifa hujasikia fulani kauawa, mtoto amemuua baba yake, au baba amemuua mtoto, mama ameua mtoto. Ni mambo ambayo sasa yamekuwa ni stori za kila siku. Hakuna tena upendo. Ni dalili za kurudi kwa Yesu Kristo. Maana nasema upendo wa wengi utapoa. Unazungumzia manabii wengi wa uongo kutokea, na Biblia inasema kweli kabisa watadanganya watu wengi. Na siku za leo watu wengi wanadanganywa na manabii hawa uongo ambao wanatokea. Watu ambao wanakuja kama wanasema ni watu wa Kristo, au wanajiita Kristo, wengine wanajiita Yesu. Wanaonekana kama wametumwa kufanya mambo ya haki, lakini nyuma yao ni mbwa mwitu wakali ambao wanadanganya watu wengi, na watu wengi wamepotea.
kwa kufata mambo haya ya uongo. Na kwa kuwa watu wa kizazi hiki cha leo wanapenda sana miujiza, yaani vitu viwe vinatokea kama kazi asifanye, lakini akigusa tu kitu kidogo fedha zimekuja. Mambo ya miujiza. Na manabii hao wamewateka watu wengi, kwa sababu ndivyo vitu wanavyovifanya, wakijua watu hawataki kujishughulisha, watu hawataki kufanya kazi, watu hawataki kuomba, kupiga magoti, kufunga na kuomba Mungu afanya, wanataka tu vije. Kwa hiyo manabii hawa uongo wanakuja kwa sababu wao wanafanya miujiza yao uongo, na kwa kuwa watu wanapenda vitu vitokee tu vya miujiza, kwa hiyo wamekuwa wakidanganya watu wengi. Na hizi ni dalili za kurudi kwake Yesu Kristo zinazungumzwa. Watu wengi wanadanganywa. Kweli haisemwi, lakini lazima tuambiane ukweli. Nanyi mtaijua kweli, nayo kweli itaweka huru, Biblia inasema. Kweli ni kwamba Yesu Kristo anarudi. Na dalili hizi ambazo zinasemwa katika Biblia ndizo tunazoziona siku hizi za leo. Lakini watu wamezidi kuzipuuza, kwa kuwa haya ambayo yanazungumzwa wameona kama hadithi za kufikirika. Lakini Biblia inasema saa usiyodhania, na saa usiyodhania ndiyo sasa, ambayo unaona maisha yako yanaenda, unalala, unaamka, unaendelea na shughuli zako za uovu kama kawaida, na maisha yako ambayo ya masengenyo, maisha yako ya kusema uongo, maisha yako ya uzinzi, maisha yako ambayo hayampendezi Mungu, watu bado wanaendelea nayo. Ni kama siku zile za Sodoma na Gomora, ni kama siku zile za Nuhu. Watu walikuwa wakiendelea na mambo machafu maovu, na Nuhu anawaambia basi rejeni kwa Mungu, lakini walimuona kama mtu ambaye hafai. Nuhu akawaambia Mungu atashusha ghadhabu. Watu wakaona kama anaongea vitu ambavyo ni vya kufikirika, kwa sababu wanalala, wanaamka na wanaendelea na shughuli zao kama ilivyo kawaida. Lakini saa wasiodhania, gharika ikatokea. Saa ambayo hamdhani, saa ambayo watu wa sasa hawadhani, ndipo Yesu anarudi. Saa ambayo unaendelea na mambo, maisha yanaendelea kama kawaida, mchakato wa maisha, watu wanaenda kazini, wanaoa na kuolewa, ndipo muda huu ambapo Yesu Kristo anarudi, sababu anakuja kama mwivi. Sasa watu lazima tufahamu ukweli huu na tujiweke tayari. Ndio Biblia inasema kesheni basi. Kesheni basi, kwa maana hamjui ni siku ipi atakayokuja Bwana wenu. Maana yake ni kujiweka tayari muda wote, kuwa tayari muda wote. Haijalishi ni miaka 10 umeona bado haijatokea, jiweke tayari, kwa sababu Biblia imeshasema saa usiyodhania, na dalili hizi zote bado zinaendelea kutokea. Kwa hiyo saa usiyodhania ni saa sasa. Saa usiyodhania ni wakati huu wa sasa unaoishi, kwa sababu hujui dakika moja mbele. Lakini mwanadamu, Biblia inasema ni kama majani tu. Yaani mwanadamu ni kama majani, hajui wakati gani ataondoka. Ni kama majani. Pumzi inaweza kukata wakati wowote. Yeye aliyekupa uhai anaweza akauchukua uhai wake. Je, ni kwa namna gani ukifa katika dhambi utapata msaada? Hakuna. Ukifa katika dhambi basi hukumu mbele yako. Lakini unatakiwa uwe tayari muda wote, ili hata utakapoondoka basi uondoke ukiwa katika fungu lililo sahihi, fungu la wale ambao wataurithi uzima ule wa milele. Lakini ikiwa unaishi maisha haya ya kawaida kila siku, unaona unalala, unaamka, tambua kuwa wewe ni kama majani tu, na wakati wowote unaweza ukaondoka. Je, muda huu unavyoishi unaishije? Je, muda huu unavyoishi unafanyaje? Unatenda vitu vya namna gani? Unampendeza Mungu? Maisha yako yanamcha Mungu? Maisha yako yanaugusa moyo wa Mungu? Au unaishi kwa namna ya dunia inavyotaka uishi? Lazima tujitafakari, tuangalie namna ambavyo tunaishi maisha haya. Je, tumezoea tu kama ilivyo kawaida?
Unajua Biblia iko wazi sana, inazungumza hata wale ambao wameokoka. Wapo ambao wameisha danganywa na kurudi katika maisha ambayo yampendezi Mungu. Ni moja pia ya dalili imezungumzwa Mathayo sura 24 mstari wa 24 hadi wa 27 hapo ukisoma. Kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na maajabu, wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule. Nikazungumza hapo awali kwa sababu watu wa leo wanapenda vitu vya miujiza, maajabu. Yani ufanye kazi, uombi, yani uambiwe tupokea gari, hilo hapo limekuja. Ndio watu wanavyotaka. Na kwa kuwa manabii wa uongo wameshajua ni njia wanayotumia kudanganya watu. Biblia inasema kabisa hapa, hii Mathayo sura ya 24 na mstari wa 24. Wanasema na manabii wa uongo nao watatoa ishara kubwa na maajabu, wapate kuwapoteza kama yamkini hata walioamini. Sababu wapo watu wengine ambao wameamini lakini wako vuguvugu, yani hawapo huku hawako huku. Sasa wanavutwa na ishara na maajabu ambayo yanatokea. Na ndio njia ambazo wanatumia siku hizi leo. Pokea gari hilo. Lakini linakuja kwa njia gani? Yani watu wanapenda vitu vya kutokea tu, sio vile ambavyo unafuata kanuni na njia ya Mungu. Uombi, ufanyi kazi, yani lije tu. Na kwa kuwa vitu hivyo ndivyo watu wanavyopenda, manabii wa uongo wanadanganya watu wengi, na hata watu ambao wengine ni walio wateule, yani waliookoka. Kwa sababu hawajui kweli, basi wanarudishwa, wanadanganywa na manabii wa uongo. Na hao ambao wanajiita makristo wa uongo. Lakini Biblia inasema kwa maana kama vile umeme utokavyo mashariki ukaonekana hata magharibi, vivyo ndivyo utakavyokuwako kuja kwake mwana wa Adamu. Yani kama vile umeme, anatolea mfano wa umeme. Unaona umeme ambavyo unakata labda au unavyorudi au unavyosafiri, kasi ya umeme, ndivyo kurudi kwake. Yani ni jambo ambalo hutarajii limefikaje kwa muda ambao hujadhani, ndivyo ambavyo limetokea. Je, kurudi kwake Yesu Kristo? Je, unaishije wakati huu ambao uko hai? Je, ukiondoka sasa hivi, kama ukifa sasa hivi? Sababu mtu mwingine hapendi kusikia habari za kufa, lakini mwanadamu, Biblia inasema ni kama majani tu. Hujui dakika moja mbele, hujui sekunde moja mbele. Je, ukiondoka sasa hivi, maisha unayoyaishi sasa yatakupeleka kuwa katika watu wa fungu gani? Kwa sababu mafungu ni mawili tu, uzima wa milele ama hukumu ya milele, yani mauti ya milele katika jehanamu. Je, umeondoka sasa hivi, utakuwa katika fungu gani? Au je, Yesu amerudi sasa hivi, utakuwa katika fungu gani? Na anarudi kwa wakati ambao hatudhani, na wakati ambao hatudhani ndio sasa. Sasa ikiwa amerudi sasa hivi, utakuwa katika sehemu gani? Ni jambo la kulifikiria, ni jambo la kulichukulia serious, kwa sababu sio hadithi za kufikirika. Yale yaliyozungumzwa na tunayaona sasa. Nimetoka kusema dalili ambazo nimesoma katika kitabu hiki cha Mathayo, ambayo wamesema ni baadhi tu ya hizo dalili, lakini zote ambazo tunaziona hapa zimekwisha kutokea. Maana yake ni nini? Yesu Kristo anarudi. Lazima tujiweke tayari. Kuwa tayari ni nini? Wewe uliookoka, basi endelea kudumu katika imani katika Kristo Yesu. Zidi sana kumshika huyo Yesu. Lakini wewe ambaye hujaokoka, ndio saa hiyo ya kumwamini Yesu. Ndio saa hiyo ya kumkubali huyo Yesu Kristo. Kwa sababu Biblia inasema hakuna jina au hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina lingine chini ya mbingu waliopewa wanadamu ulipasalo sisi kuokolewa kwao. Ni Yesu Kristo peke yake tu, ambaye ndiye katika huyo ukimwamini utaokolewa, usipomwamini umehukumiwa. Kwa sababu hata Biblia inasema katika Mathayo sura ile ya 3 kuanzia mstari wa 16 pale, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila muaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Mstari wa 17, kwa maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Mstari wa 18, amwaminie yeye hahukumiwi. Umeona hiyo sentence? Amwaminie yeye hahukumiwi, yani hahukumiwi. Yeye anao uzima wa milele. Lakini asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa. Yani kitendo cha kutokumwamini Yesu umekwisha kuhukumiwa tayari, kwa sababu hukuliamini jina la mwana pekee wa Mungu.
Wewe ambaye hujaokoka, ndio wakati wako sasa kumpa Yesu maisha yako, kwa sababu hujui huyo Yesu atarudi saa ngapi. Na yeye anasema akirudi, tazama naja upesi na ujira wangu mkononi, kumlipa kila mmoja sawa sawa na kazi yake, sawa sawa na matendo yake. Vile unavyoishi sasa ndivyo Yesu atakavyokuja kukupa ujira wako sawa sawa na vile unavyofanya. Je, unaishi maisha ya namna gani? Maisha ya dhambi kama ilivyo kawaida, au unamcha Mungu? Kama unamcha Mungu, basi ujira wako ni mwema, kuurithi ule uzima wa milele. Lakini je, kama unaishi katika dhambi, maana hukumu inakuhusu. Je, unaishije mtu wa Mungu? Je, unafanyaje maisha yako ya kila siku? Sasa hivi upo katika hali gani? Yaani ukijitafakari sasa hivi, ikiwa Yesu amerudi, utakuwa katika fungu la watu wapi? Jitafakari mtu wa Mungu. Mambo haya siyo ya kufikirika, ni mambo ambayo ni halisi, na Yesu anarudi. Na dalili ambazo zimekwisha kuzungumzwa katika Biblia, sio zinazosemwa tu na watu, yani za kufikirika, zimeandikwa katika Biblia. Natambua zimeandikwa miaka na miaka, lakini tunaziona leo hii zinatimia. Maana yake ni kweli. Na ikiwa ni kweli, basi jambo hili linakwenda kutokea wakati wowote, wakati tusiodhania, na wakati ambao hatudhani ndio sasa. Wewe ambaye umeokoka, shika sana ulicho nacho, usije ukakipoteza, kwa sababu ni cha muhimu sana. Biblia inasema katika Waebrania, sisi je, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii? Yaani wokovu mkuu, Yesu Kristo alikufa msalabani kwa ajili yetu sisi, tukaokolewa kwa kumwamini yeye aliyeutoa uhai wake pale msalabani kwa dhambi zetu sisi. Maana yake ni kitu cha thamani mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya mtu mwingine. Ni jambo la thamani sana. Sasa hiki kitu cha thamani ambacho tuko nacho lazima tukilinde. Biblia inasema maana hamkuokolewa kwa fedha, hamkununuliwa kwa fedha wala dhahabu, bali kwa damu ya huyo Yesu. Maana yake ni kitu cha thamani. Na ndio maana akija atakuja kuhukumu yeye ambaye hakumwamini, yeye ambaye hajamkubali. Amwaminie yeye anao uzima wa milele, asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa. Kurudi kwake Yesu Kristo kutaambatana na hukumu, na hukumu hiyo sio kwa kile kilichokuwa kimetokea hapo awali. Utahukumiwa kwa vile unavyoishi wakati huo. Maana mtu mwingine anaweza kusema, mimi hapo awali labda nilikuwa na maisha fulani, nilikuwa labda mzinzi, au nilikuwa ninafanya mambo ambayo hayampendezi Mungu, lakini baadaye ukaokoka. Ukishaokoka tu, Mungu anaanza kuhesabia mwanzo mpya. Ya kale yamepita, sasa umekuwa kiumbe kipi. Wewe utajajua kulingana na namna unavyoishi sasa, na ikiwa unampendeza Mungu, basi unao ule uzima wa milele. Lakini wewe mwingine ambaye yamkini ulikuwa umeokoka alafu ukarudi nyuma, wewe umerudi nyuma, hata kama ulikuwa umeokoka hapo mwanzo, Mungu haangalii mwanzo wako, anaangalia mwisho wako unamalizaje. Yeye atazami mwanzo ulianzaje, anaangalia mwisho wako unamalizaje. Ndio maana anasema ajidhaniaye kuwa amesimama, aangalie sije akaanguka. Mtu wa Mungu ambaye umeokoka, unajidhania umesimama, angalia usije ukaanguka. Maneno unayozungumza yanaweza yakakuponza, ukasema uongo, labda jambo ambalo ni dogo sana linaonekana ni uongo. Unajua kuna watu wanazikategori dhambi kwamba uongo ni kitu kadogo, labda ambayo inachukuliwa kwa uzito. Uzinzi, uasherati ndio kitu au mauaji ndio dhambi inaonekana ni kubwa. Lakini neno la uongo, kusema uongo, kumsingizia jirani yako, masengenyo, yanaweza kukufanya ukaikosa mbingu. Yanaweza kufanya Yesu anaporudi ukawa katika fungu la wale wanaokwenda kuhukumiwa katika jehanamu ya moto, kwa sababu ya neno moja tu, uongo. Kwa lazima ushike sana kile ulichonacho. Shika kweli, shika uaminifu, enenda katika kumcha Bwana, wewe ambaye umeokoka. Lakini wewe ambaye hujaokoka, mkiri huyu Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hapo pekee ndipo penye wokovu, hapo pekee ndipo kuliko na msaada. Maana hakuna jina lingine tupasalo sisi kuokolewa kwalo ila jina la Yesu. Sio jina la mtu fulani, mwanadamu fulani, wala hakuna jina lingine ila ni Yesu Kristo pekee. Yeye aliyetoa uhai wake pale msalabani kwa ajili yetu sisi, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kwa Yesu kutoa uhai wake msalabani, kufa na kufufuka siku ya tatu, kumetangaza ushindi wetu sisi katika dhambi, na sasa tunaishi maisha ya uhuru katika Kristo Yesu.
Kwa hiyo kama hujamwamini huyu Yesu, maana yake unaishi katika dhambi, na ikiwa unaishi katika dhambi, basi wewe hukumu yako ni katika ziwa liwakalo moto, yani jehanamu. Kwa hiyo muamini Yesu saa hii ili upate kwenda katika uzima ule wa milele. Lakini wewe ambaye umekwisha kuokoka, simama, shika sana kile ambacho uko nacho, kwa sababu hujui ni saa gani mwana wa Adamu atakuja. Saa msiodhani, na saa msiodhani ndio wakati huu wa sasa. Wakati huu unaponisikiliza saa hii, Yesu anaweza kurudi sasa hivi. Je, unaishije maisha yako ya sasa? Je, una chuki na mtu moyoni mwako bado? Biblia inasema tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao. Yaani chuki tu inaweza kufanya Yesu akarudi sasa hivi na ukaenda katika mauti. Mauti ya milele. Je, umemwazia jirani yako vibaya? Ni muhimu kujiweka tayari muda wote, kuhakikisha tunamcha Mungu. Katika Mhubiri sura ya 12 mstari wa 13 na wa 14, Biblia inasema hii ndiyo jumla ya maneno yote. Hii ndiyo jumla ya maneno yote yamekwisha sikiwa. Mche Mungu nawe uzishike amri zake, maana kwa jumla ndiyo impasayo mtu. Mstari wa 14, kwa maana Mungu ataleta hukumuni kila kazi pamoja na kila neno la siri. Kila kazi, yani manake kila unalolifanya litaletwa hukumuni, litawekwa katika mzani kupimwa. Je, ni la haki ama ni ubaya? Kila unalolifanya, sio baadhi ya mambo. Kila, Biblia inasema kila unalolifanya. Na mbele anaelezea na kila neno la siri. Haijalishi umefanya wapi. Unajua kuna mtu anafanya kitu ambavyo anaona labda kama vile Mungu hamuoni. Anafananishwa na Kaini. Yaani Kaini anamuua mdogo wake, alafu anadhani kama vile Mungu hamuoni. Wakati hapo ametoka kwenda kumtolea sadaka huyo Mungu. Sasa anamuua mdogo wake, alafu Mungu anamuuliza, Kaini, mdogo wako Abili yuko wapi? Yanasema kwani mimi ni mlinzi wa ndugu yangu. Yaani anadhani kana kwamba Mungu hamuoni kile ambacho amekifanya. Lakini Mungu yeye yuko mahali pote, anajua yote. Kabla hujafanya kitu yeye amekwisha kujua. Yeye anajua mwisho kabla ya mwanzo. Kwa hiyo kila neno unalolifanya, umelifanya hadharani, umelifanya katika siri, yote yatawekwa wazi siku hiyo. Yesu anarudi na yote yanawekwa wazi. Utakuwa katika fungu gani Yesu amerudi wakati huu, kutokana na maisha ambayo unaishi sasa, kutokana na maneno unayozungumza hivi sasa, kutokana na mtindo wa maisha unayoishi sasa. Je, utakuwa katika fungu la watu wapi? Wale waurithio uzima wa milele ama wale waendao katika hukumu ile ya milele? Jitafakari mtu wa Mungu, maana ataleta hukumuni kila kazi pamoja na kila neno la siri, likiwa jema au likiwa baya. Manake likiwa jema, basi una uzima wa milele, basi una heri. Lakini likiwa baya, basi wewe u katika hukumu ile ya mauti ya milele. Leo tupo katika kujikumbusha. Ujumbe huu unatukumbusha, Mungu anazidi kutukumbusha kwamba anarudi. Yesu anatukumbusha kwamba anarudi. Jambo hili si la kufikirika. Jambo hili si kama hadithi zilizoandikwa tu katika vitabu vingine. So Biblia ni kitabu cha pekee ambayo kila yanayozungumzwa au kila kilichozungumzwa aidha tunakiishi sasa au kimekwisha kutokea. Hakuna neno ambalo limetajwa kama hadithi tu ya kufikirika. Na ishara hizi ambazo tumezisoma zimekwisha kutokea na zingine zinatokea sasa. Maana yake nini? Kurudi kwa Yesu ni kweli. Je, mtu wa Mungu, wakati huu Yesu amerudi sasa hivi, utakuwa katika sehemu gani? Lazima tujitafakari. Na leo hii ujumbe huu unatukumbusha kwamba tushike kile tulicho nacho. Wewe uliokoka, lakini wewe ambaye hujaokoka, muamini huyu Yesu Kristo kwa sababu anarudi. Kuwa tayari muda wote. Kuwa tayari kila saa,
kwa sababu hatujui siku wala saa. Usione kana kwamba ni mambo yaliyoanza kuzungumzwa tangu miaka na miaka. Yalianza kuzungumzwa na kulikuwa na dalili na kulikuwa na mambo haya ndiyo tunayoyaona. Usione unalala unaamka haujaona chochote kimetokea. Saa usioidhania. Unakwenda kazini, upo katika shughuli zako, unazungumza na mwenzako, unaona ni kawaida kufanya maisha yako ambayo umezoea kuyafanya kila siku, ya kumcha Mungu au ya mabaya. Unaendelea na mtindo wako wa maisha ya kila siku. Saa hiyo ndio parapanda inalia, na wale watakatifu wa Bwana ndio wanaonyakuliwa. Wale ambao wameishi maisha ya dhambi, wale ambao hawajamkiri Bwana Yesu Kristo, basi wameachwa, basi wanaachwa, na hapo hukumu juu yao. Je, uko wapi? Uko upande upi, mtu wa Mungu, kutokana na maisha unayoishi sasa? Ujumbe huu wa leo, Mungu anatukumbusha na anataka turejee kwake. Wewe ambaye unaona maisha yako ya sasa hayampendezi Mungu, kwa kweli bado nafasi ipo. Yesu anakupa nafasi nyingine, kwamba mrejee kwake yeye, rudi kwake yeye, naye anakupokea pale utakapoenda kwa moyo wa toba. Unapotubu, Yesu anakupokea. Na wewe ambaye umeishika kweli, bado unamwamini huyu Yesu Kristo, bado unatembea katika kweli yake, basi endelea kuishika kweli. Endelea kuwa tayari wakati wote. Wewe ambaye hujamwamini Yesu Kristo kabisa, basi wakati wako ni sasa. Mpe Yesu maisha yako ili uwe salama. Hapo tu ndipo palipo salama, pale unapojikabidhi kwa huyu Bwana Yesu Kristo, ili yeye ajapo akukute uwe tayari, akukute ni miongoni mwa kondoo wake, ni miongoni mwa watu wake. Ikiwa hujawahi kumpa Yesu maisha yako, hujamwamini huyu Yesu Kristo, wakati wako ni sasa. Unaweza ukasema maneno haya nyuma yako. Sema: Bwana Yesu, nimekuja mbele zako. Mimi mwenye dhambi, nimetambua makosa yangu, nami ninaomba unisamehe. Nifute jina langu katika kitabu cha hukumu, niandike jina langu katika kitabu cha uzima. Nimekuamini wewe Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu akubariki, mtu wa Mungu ambaye umenisikiliza hadi wakati huu. Neno hili lisiwe tu limepita sikio la kulia likatokea kushoto, bali ulilolisikia ulitendee kazi. Maana hakika Yesu anarudi na ataleta hukumuni kila kazi na kila neno la siri, ikiwa ni jema au ni baya. Je, upo katika wakati gani kwa sasa? Jitafakari na uchukue hatua sasa. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema.